Na sakata hilo la Alan Okello, lakini bado klabu ya Simba inahusishwa na kuwasajili baadhi ya wachezaji wa kimataifa. Mmoja wapo ni Ismail Toure, mlinzi huyu, lakini Kadim Diao pia akihusishwa kujiunga na kikosi cha Simba, lakini Labase Gay pia akihusishwa kujiunga na Simba. Lakini pia mchezaji mwingine katika eneo la ulinzi upande wa fullback namba 3 kutoka katika kikosi cha Singida Black Stars, Nixon Kibabage, naye pia anahusishwa kwenda kujiunga na kikosi cha Simba. Simba imekuwa kitajwa sana pia baadhi ya wachezaji wake nyota kuondoka katika klabu hiyo. Mmoja wapo ni Mukwala, Bodo Mutale, lakini pia MVP au unaweza kusema MVP wa klabu ya Simba msimu uliomalizika, lakini pia top scorer wa ligi Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2024 kwa mwaka 2025. Ahua akiondoka katika klabu ya Simba. Hawa wachezaji ambao wanahusishwa moja kwa moja kujiunga na klabu ya Simba wanatoka lundo la wachezaji, wanaingia lundo la wachezaji. Katika dirisha hili dogo la usajili, unaona kunakuwa na afya yote ya usajili huu kufanyika kwa sehemu kubwa kabisa ya kikosi. Lakini pia Muzamiru Yasin tayari ametolewa kwa mkopo kwenda TRA United, lakini pia Awesu ameenda kwa mkopo katika kikosi cha Polisi Kenya. Nadhani Simba sawa na nyumba mwenda azimu. Unapozungumzia nyumba ya mwenda azimu, kila siku inatengenezwa alafu haiishi. Kama ushia kupita sehemu ambayo mwenda azimu anatengeneza nyumba, utagundua kwamba kila siku anatengeneza lakini haishi. Leo anachukua roba anaweka, kesho anachukua mfuko anaweka hivi, lakini nyumba haishi. Kwa hiyo utagundua kwamba process ya Simba kutengenezwa haijaanza leo. Kuna hizo in out nyingi. Leo anaingia huyu anatoka, kesho anaingia huyu anatoka, huyu anaingia huyu anatoka. Kwa hiyo utulivu hakuna, kitu ambacho kinakwenda kuathiri performance na ushindani katika mashindano ambayo mnakwenda kushiriki. Mfano msimu uliomalizika chini ya mwalimu Fadlu Davis alizungumza kwamba ni msimu ambao anaitengeneza Simba, ambayo kimsingi watu walitegemea msimu huo ni msimu wa Simba wa kimashindano, kwa maana ni msimu wa kushindana zaidi na sio kutengeneza klabu. Na ndio maana ukaona sera msimu uliomalizika walijaribu kukusanya wachezaji wengi wadogo ambao watakuja kuisaidia timu siku husika na mbele ya siku husika. Kwa hiyo walikusanya wachezaji wengi, lakini this time around tunaona pia ile sera kama imefanyaje, imekufa. Watu wameanza upya kutengeneza taasisi, kutengeneza klabu. Pia wanatumia wachezaji wengi, wanaenda kusajili wachezaji. Na ubaya sasa wanaenda kutoa wachezaji ambao kwangu mimi nadhani walikuwa na mchango mkubwa na klabu ya Simba. Kwa sababu unapomzungumzia Dese Mukwala ni zaidi ya goli 10 ambazo alifunga katika msimu uliomalizika na assist kadhaa. Ukiacha Dese Mukwala unamzungumzia Jean Charles ambaye kimsingi msimu uliomalizika ndio top scorer wa ligi kuu soka Tanzania bara. Akiacha hivyo alikuwa na mchango mkubwa wa magoli ambao alifunga katika msimu uliomalizika. Kwa hiyo utaona ni mchezaji ambaye mwenye standard na level kabisa ya kiushindani ndani ya klabu. Sasa kitendo cha kumtoa mchezaji ambaye tayari anafahamu mazingira, tayari ameclick ndani ya kikosi, anaelewana na wachezaji wote, unapokwenda kumsajili mchezaji mpya ina maana kwamba unaenda kuanza upya kwa kubahatisha. Kwa maana unaenda kuchukua mchezaji ambaye anakuja kwako, anakuja kuanza upya, na wewe kwa kweli inabakia nafasi ya kubahatisha, kwa maana ya gambling. Wenda hakakuofa kitu kizuri ama asikuofe kitu kizuri, na kikubwa ambacho kinatishia watu amani ni hizo 10%. Wenda wanasajiliwa tu kwa sababu watu watapata 10%. Sisi tumeelewana kidogo hapa. Wenda wanasajiliwa kwa sababu watu watapata 10%. Kwa hiyo issue ya kusajili wachezaji wengi haimaanishi kwamba klabu itainuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine endapo hakutakuwa na uadilifu kwa watu ambao wamepewa mamlaka ya kusajili. Kama wanaomba 10%, mchezaji ambaye anakwenda kuomba 10%, wenda mwingine hana uwezo lakini ana management nzuri, ana wasimamizi wazuri, wanakutana na viongozi ambao wanapewa fungu la kwenda kusajili, wanaenda kusajili, ndio wanakubaliana kwa 10%, atapata atatoa 10% wakati wa usajili. Kama anasajiliwa milioni 500, milioni 600, atatoa 10%. Ikimaliza 10% pia atatoa 10% ya mshahara wake. Kama analipa milioni 20, basi kuna chochote kitu kitatoka ili mradi apate fursa ya kucheza. Kwa hiyo mimi nadhani Simba ina matatizo mengi, na ndio maana mashabiki wengi wamekuwa wakilaumu zaidi uongozi wa Simba, wakiamini ya kwamba hauwajibiki
na kwenye kuwajibika kwenye ndo kama huko ambacho nakuzungumza. Kupitia hiki ambacho nakipitia Simba, hali sio nzuri katika kikosi cha Simba. Msimu huu pekee makocha 4 wamepita katika kikosi cha Simba, lakini pia wamefanya vibaya katika michuano ya Mapinduzi wakiondoshwa dhidi ya Azam FC na wanaelekea katika mchezo ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mtibwa. Lakini pia wakitoka hapo na mchezo mgumu katika hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya Experience du Tunis, lakini hawana alama hata moja katika kundi lao. Unaiona Simba msimu huu kupitia hii hali ambao wako nao sasa hivi na usajili ambao wanaenda kufanya, wanaweza kufanya chochote kitu na kuonesha ubora wao na kurejea katika makali ambayo watu wamewazoea kufanya kwa misimu hii ya hivi karibuni? Labda kwenye ligi kuu soka Tanzania bara sijawakatia tamaa, lakini kwenye ligi ya mabingwa safari ya Simba tayari imeshafika tamati. Hakuna popote ambapo wanaweza wakaenda zaidi hapo hatua makundi. Kinachofanyika sasa hivi ni kwenda kumalizia tu michezo ambayo imesalia. Sioni Simba ikienda katika hatua zinazofuata, kwa maana hatua robo finali ambayo kimsingi imekuwa na huo utaratibu. Tumezoea kweli Simba huwa kuna nyakati inafanya maajabu, lakini this time around sioni timu ya design kama hiyo, kwa sababu uoni ubora wa timu ambao ulikuwa katika misimu kadhaa nyuma. Sasa hivi unaweza kusema kwamba yani wanasema kama ile depression imezidi kiwango, maana level yao ya kushuka imekuwa ni kubwa mno. Kwa hiyo kitu ambacho kimepoteza hiyo morali, kimepoteza nafasi yao ya mara zote, kwa maana hatua ya robo finali. Kwa hiyo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara labda na FA bado nawaona na nafasi kubwa ya kuweza kutetea, lakini tutapozungumzia ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba safari yake imekwisha. Kwa hiyo hiki ambacho kinatokea sasa hivi ni kwenda kukamilisha ratiba, kwa sababu aina ya kundi ambalo liko na performance ya timu, ukiangalia ndani ya kikosi utulivu pia hakuna. Kuna vitu vingi ambavyo vipo vinaasili performance katika pitch. Kwa hiyo utagundua kwamba kwenye ligi ya mabingwa safari yao imekwisha, lakini tunapozungumzia ligi kuu soka Tanzania bara na FA hapa kwa maana ya CRDB Confederation Cup, bado nafasi yao kubwa wanaweza wakatetea, lakini kwenye ligi kuu, ligi ya mabingwa, siwezi kusema kwamba Simba na nafasi yoyote, na kama atafuzu sitakuwa ni maajabu ya mchezo wa mpira wa miguu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.